Serikali ya Urusi kupitia ikulu ya Kremlin imetambua rasmi kuwa Greenland ni eneo la kisheria la ufalme wa Denmark, huku ikieleza kuwa hali ya sasa inayokikabili kisiwa hicho ni ya utata mkubwa na siyo ya kawaida kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alisema Urusi inaelewa wazi kuwa Greenland ni mali ya Denmark na kwamba Moscow inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo yanayoendelea kuhusu kisiwa hicho. Peskov alieleza kuwa Denmark na Greenland kwa pamoja zimekanusha vikali taarifa zozote za nia ya kuuza eneo hilo kwa taifa lolote, lakini akakiri kuwa Urusi pia imesikia kauli kutoka Marekani zikieleza uwepo wa mipango ya kutoa ofa ya kifedha kwa ajili ya kuinunua Greenland kwa namna moja ama nyingine. Kwa mujibu wa Peskov, hali inayozunguka Greenland ni ya kipekee na ya kushangaza, hasa ikizingatiwa misingi ya sheria za kimataifa. Greenland imekuwa kivutio kikubwa kwa Marekani kutokana na umuhimu wake wa kimkakati, rasilimali za madini pamoja na wasiwasi wa kuongezeka kwa shughuli za Urusi na China katika eneo la Arctic. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisisitiza mara kwa mara dhamira ya kuipata Greenland na hata hajatoa uhakika wa kutotumia nguvu za kijeshi. Hata hivyo, Denmark na Greenland zimeendelea kusisitiza kuwa kisiwa hicho hakiko sokoni, zikithibitisha tena mamlaka kamili ya Denmark juu ya eneo hilo. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilitangaza kuwa itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi katika eneo la Arctic, ikieleza kuwa inachukulia madai yanayohusisha shughuli za China na Urusi karibu na Greenland kama visingizio visivyokubalika na kuchochea mvutano. Katika maelezo mengine, Peskov alisema suluhisho la mgogoro wa Ukraine haliwezekani bila mazungumzo mapana kuhusu usalama wa Ulaya kwa ujumla. Alisisitiza kuwa dhamana za usalama ni sehemu muhimu ya mchakato wote wa amani. Aliyapongeza mataifa ya Ufaransa, Ujerumani na Italia kwa misimamo yao ya hivi karibuni, akisema inaendana na mtazamo wa Urusi na kuonesha mabadiliko chanya, huku akikosoa Uingereza kwa kukosa nia ya kuchangia juhudi za kuleta amani barani Ulaya. Peskov aliongeza kuwa Urusi inathamini Marekani kwa juhudi zake za kusukuma mbele suluhisho la kisiasa la mgogoro wa Ukraine. Kuhusu Mashariki ya Kati, alisema hali inayozunguka Irani na eneo lote ni ya mvutano mkubwa sana. Alibainisha kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin anaendelea na jitihada za kidiplomasia za kupunguza mvutano huo. Kauli hizo zimetolewa wakati Putin alipofanya mazungumzo ya simu kwa nyakati tofauti na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Urusi kupitia ikulu ya Kremlin imeweza kuitambua rasmi kuwa Greenland ni eneo la kisheria kwa ufalme wa Denmark na kwamba kitendo cha Marekani kuitaka Greenland kwa nguvu kabisa chini ya Rais wa Marekani Donald Trump sio sahihi kabisa, kwa mujibu wa Dmitry Peskov ambaye ni msemaji wa ikulu ya Kremlin nchini Urusi. Sasa Urusi imeamua kulivalia njuga sakata hili baada ya Marekani kushinikiza kwa kiasi kikubwa sana kuitaka Greenland kwa nguvu zozote. Rais wa Marekani Donald Trump wiki kadhaa amekuwa kwenye mchakato mpana wa kulitaka taifa la Greenland kutokana na kwamba ameeleza ni muhimu kwenye upande wa ulinzi dhidi ya Marekani, lakini akaeleza wazi kwamba hofu yake ni Urusi na China zinaweza kuendesha harakati zake katika eneo la Greenland. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote hapa Zone Media.